Leo ni siku ya Jumatano. Karibu katika tafakari ya siku. Injili inayotuongoza katika tafakari yetu inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 8 aya ya 28 hadi 34. Ndugu wapendwa, injili ya leo inatualika kutafakari swali moja muhimu sana katika maisha yetu. Je, katika maisha yangu ninathamini zaidi watu au vitu? Yesu anaingia katika nchi ya Wagerasi. Huu ulikuwa ni mji ambao uchumi wake ulitegemea sana ufugaji wa nguruwe. Nguruwe walikuwa ndio chanzo cha chakula, biashara na mapato. Kwa kifupi, walikuwa ndio msingi wa uchumi wa eneo hilo. Lakini Yesu alipofika, hakukutana kwanza na wafanyabiashara wala wafugaji. Alikutana na watu wawili waliokuwa na pepo wachafu. Walikuwa wanaishi makaburini. Hiyo inaonyesha kuwa walikuwa wameteseka kwa muda mrefu. Jamii ilikuwa imewakatia tamaa. Hawakuonekana tena kama wanadamu wenye hadhi. Waliogopwa, walitengwa na wakalazimika kuishi sehemu ya wafu, kana kwamba wao pia walikuwa tayari wamekwisha kufa. Hii ndiyo hali ambayo dhambi na uovu humfikisha mwanadamu. Humvua utu wake, humtenga na familia, humtenga na jamii, humfanya ajione hana thamani. Lakini jambo la kugusa moyo ni hili: Yesu hakuwakimbia. Wakati kila mtu aliwaepuka, Yesu aliwasogelea. Wakati jamii iliona ni watu hatari, lakini Yesu aliona kuwa ni watoto wa Mungu waliokuwa wanahitaji kuokolewa. Huo ndio moyo wa Kristo. Daima humwona mwanadamu kabla ya kuona tatizo lake. Mapepo yanapotolewa yanaomba yaingie katika kundi la nguruwe. Yesu anaruhusu, mara nguruwe wote wanakimbilia baharini na kuzama. Sasa tulitegemea kuona shangwe kubwa. Tulitegemea kuona watu wakimshukuru Yesu kwa kuwa ndugu zao wamepona. Lakini kinachotokea ni tofauti. Wanakuja kwa Yesu na kumwambia, ondoka katika nchi yetu. Kwa nini? Kwa sababu wamehesabu hasara ya nguruwe, lakini hawajahesabu thamani ya maisha ya watu wawili waliopona. Hapo ndipo injili ya leo inatufundisha somo kubwa sana. Mungu anataka kubadili namna yetu ya kufikiri. Mwanadamu ana thamani kuliko mali. Kwa wakazi wa Wagerasi, nguruwe walikuwa ndio muhimu kuliko hata watu. Waliona mifugo imepotea, lakini hawakuona familia mbili zilizokuwa zimepata watoto wao zilikuwa zimewapata watoto wao tena. Waliona biashara imepungua, lakini hawakuona utu wa mwanadamu umerejeshwa. Waliona fedha imepotea, lakini hawakuona maisha mapya yameanza. Ndugu zangu, tusiwahukumu haraka watu wa Wagerasi, kwa sababu hata sisi tunaweza kufanya kosa hilo hilo. Ni mara ngapi tunawathamini watu kwa sababu ya wanachomiliki kuliko kwa sababu wao ni watoto wa Mungu? Ni mara ngapi kazi inakuwa muhimu kuliko familia? Ni mara ngapi biashara inakuwa muhimu kuliko uaminifu? Ni mara ngapi faida inakuwa muhimu kuliko haki? Ni mara ngapi tunamkanyaga mwenzetu ili sisi tupate mafanikio? Dunia ya leo inatufundisha kupima thamani ya mtu kwa fedha alizo nazo, nyumba alionayo, gari analoendesha au cheo alichonacho. Lakini Yesu anasema hapana. Thamani ya mwanadamu haipimwi kwa mali yake, bali kwa ukweli kwamba ameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu na amekombolewa kwa damu ya thamani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana Yesu alikuwa tayari kupoteza nguruwe ili kuokoa hawa watu wawili. Kwa Yesu, maisha ya mwanadamu hayawezi kulinganishwa na mali yeyote ile. Hata leo Yesu anaendelea kutukumbusha kwamba hakuna biashara, hakuna fedha, hakuna mali wala mafanikio yanayoweza kuwa na thamani kuliko maisha ya mtu mmoja. Labda leo Yesu anatuuliza, je, wewe unatanguliza nini? Mali au utu wa mtu? Faida au utu wa mtu? Vitu au watu? Kama jibu letu ni vitu, basi tunafanana na watu wa Wagerasi waliomfukuza Yesu kwa sababu
waliona amewaletea hasara. Lakini tukimchagua Kristo, tunajifunza kuona kila mtu kwa macho ya upendo. Tunajifunza kwamba mtu mmoja aliyeokolewa ana thamani kuliko mali nyingine zote za dunia. Tumuombe Bwana leo atubadilishe mioyo yetu. Atupe moyo wa kuona thamani ya kila mtu. Atupe moyo unaowapenda watu kuliko vitu, na atusaidie tusije tukamfukuza Yesu kwa sababu tu tunaogopa kupoteza mali zetu. Kwa sababu mwisho wa yote, mali hubaki duniani, lakini mwanadamu ana thamani ya milele mbele za Mwenyezi Mungu. Kubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.